Asubuhi na mapema, maandiko yananiambia kwamba hawa wamama Mariamu Magdalene na Mariamu wa pili na Salome waliamuka asubuhi mapema. Amen, amen, amen. Ili kwamba waende kupaka mwili wa Yesu manukato. Amen, amen, amen. Nitali kuambia ya kwamba hawa mama walikuwa na ufunuo ya nguvu sana. Yesu alikuwa na thamani kwao hata kama alikuwa mkaburi. Wakati wengine walimkimbia, wakati wengine walimukana, hawa mama walielewa. Alisemaka ya kwamba mwana wa Adamu atasulubiwa na kufa na kuzikwa na siku ya tatu atafufuka. Na wakati walipoelewa ya kwamba haijalishi kama yuko kaburini, sisi lazima tuende kukutana naye Bwana wa kazi. Sisi lazima tuende kujua Bwana wetu anaendelea namna gani. Amen, amen. Hao watu wengine wanasema upendo ya wanadamu inaishia makaburini, lakini hawa mama malgre Yesu alikuwa mkaburi, walielewa ya kwamba ametuambia kama atafufuka, acha tuende tumwangalie huko nini inaendelea. Na walipokuwa wakiwa njiani, maandiko yananiambia aseme walikuwa wakijiuliza, maana walijua kwamba kuko obstacle pale. Kulikuwa na jiwe kwenye kaburi, kulikuwa na walinzi kwenye kaburi. Hatujui namna gani tutakutanana naye, maana kuna viziwizi ambavyo viko pale. Watu wengi wanashindwa kukutana na Yesu kwa sababu ya obstacle ya dunia. Watu wengi wanashindwa kukutana na Yesu kwa sababu ya maswali ambayo wako nayo. Lakini nimekuja kuambia mpendwa ya kwamba ile swali yenye uko nayo, mwenye yako anajibu ni Yesu Kristo. Ile confusion yenye ukwemo ni Yesu tu ndio ana uwezo wa kuopere impossible inakuwa possible. Na walipokuwa wakienda, maandiko yananiambia aseme pakawa tetemeko kubwa ambao sio ya kawaida, na wale walinzi hawakuvumilia tetemeko. Amen, amen. Maana Yesu anapotaka kujitukuza na kudhihirisha nguvu ya ufufuko katika maisha yako, Yesu hatakuja wa kawaida. Yesu atadhihirisha nguvu ambazo ulimwengu haitajua. Walifikiri ya kwamba wanapoweka walinzi Yesu Kristo hatafufuka, lakini haijalishi wanadamu walisema nini, ilimubidi Bwana wa kazi atimize neno alilolisema. Maana neno lake ni ndio na amina. Na aliposema ya kwamba siku ya tatu atafufuka, ni hapa ndipo alipofufuka. Na wamama walipofika, wakakutana skandal pale kwenye ile kaburi. Walinzi wamezimia, wajitambui, na jiwe waliofikiri ya kwamba litawazibia limeondolewa tayari. Amen, amen. Ndipo malaika kawaambia, ninamjua mnayemtafuta ni Yesu. Hayuko hapa, amefufuka. Yesu hayuko hapa, amefufuka. Leo nimekuja kutangazia ya kwamba Yesu amefufuka na yuko hai. Na kama Yesu amefufuka, shida zako zimemalizika. Na kama Yesu amefufuka, maana kwa kupigwa kwake umepata kupona. Kama Yesu amefufuka kwa ajili yako, yeye amefanyika kuwa maskini ili upate kuwa tajiri. Alifanyika kuwa mwenye dhambi ili wewe upate kuwa mwenye haki. Nimekuja kutangazia kwa siku ya leo ya kwamba Yesu amefufuka. Shangilia kwa utukufu wa Bwana. Hayumo tena kaburini. Kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Amen, amen. Mnamtafuta mtu mwenye yako hai, mnamtafutia katika wafu. Ni confusion ile, lakini mwende mapatia habari, mwende muwatangazie wanafunzi wake. Amen, amen. Wakati Yesu alipokufa, wanafunzi ujasiri uliwaondokea. Ikiwa ni afya yako ndiyo imezikwa, Yesu amefufuka na ushindi ni wako. Acha Bwana Mungu akubariki, utambue ya kwamba
tunatembea katika utukufu pamoja na Bwana, tunatembea katika utukufu pamoja na Bwana. Maana maandiko yanatuambia aseme yeye Yesu Kristo alitii na kunyenyekea hata kifo ya msalaba. Amen, amen. Na alipomaliza ile kipimo, maandiko yanasema aseme Bwana akamtukuza, akamkirimia jina lipitalo majina yote, kwa kutamka kwa jina la Yesu Kristo kila goti litakunjwa na kila ulimi utakiri kwamba Yesu ni Bwana. Acha Bwana Mungu akubariki. Pokea ujumbe huo kwa furaha.